Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ndugu waandishi wa habari, jina langu naitwa Blessing Thomas Barabara, ni katibu wa baraza la vijana wa Chadema mkoa wa Kichama wa Temeke, lakini pia ni mjumbe wa mkutano mkuu wa Chadema taifa kupitia baraza la vijana Bavicha. Siku ya leo tumewaita hapa kwa dhumuni moja la kuzungumzia chama chetu cha demokrasia na maendeleo Chadema, lakini pia kufikisha ujumbe wa vijana wa mkoa wa Kichama wa Temeke kwa Watanzania wote kupitia waandishi wa habari. Ndugu wa Tanzania, mnakumbuka Aprili 9, 2025 mwenyekiti wetu wa Chadema taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu alikamatwa na jeshi la polisi akiwa katika utekelezaji wa ajenda ya kitaifa ya chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, ajenda ya no reforms no election iliyokuwa ikiendelea kanda ya kusini. Alikamatwa wilayani Mbinga mkoani Ruvuma. Baada ya mwenyekiti wetu kukamatwa, alipewa kesi ya uhaini, na kesi hiyo imefanya mwenyekiti wetu awe ndani ya kuta za gereza kwa takriban mwaka mmoja mpaka tunavyozungumza sasa. Ni kipindi cha mwaka mmoja chama kimekuwa kikiendeshwa bila kuwa na mwenyekiti wa chama. Kama inavyokumbukwa, tarehe 21 Januari 2025 chama kilifanya uchaguzi na kikafanya mabadiliko makubwa ya chama chetu, na tukaweka historia ya kufanya uchaguzi wa huru na haki, na tukamchagua mwenyekiti Lissu, na tukamchagua Mheshimiwa Lissu wa mwenyekiti wa chama chetu, na Mheshimiwa Heche awe makamu mwenyekiti wa chama. Chama kilianza kwa kasi kubwa ya kufanya shughuli za ujenzi wa chama na kuzungumzia ajenda za wananchi kwa upana na kwa urefu na kwa kina zaidi. Lakini tulisikitishwa kuona kwamba mwenyekiti wetu anakamatwa na kupewa kesi ambayo wanachadema wote na Watanzania wote tunajua sio kesi ya ukweli, ni kesi ya uongo. Ambacho nataka nikishauri, na haya ni maoni na mawazo ya vijana wote wa Chadema Tanzania, lakini ninazungumza leo kwa niaba ya vijana wa mkoa wa Temeke. Tunaishauri serikali, tunaitaka serikali kuifuta kesi ya Mheshimiwa Lissu. Tunahitaji mwenyekiti wetu arejee uraiani. Haya ambayo tunayaona sasa Tanzania, haya ambayo tunaona watu kufurahia vifo vya viongozi wa serikali, watu kufurahia udhaifu wa serikali, watu kuchekelea majanga yanayokumba taifa, ni kwa sababu ya chuki, visasi na hasira zilizopo kwenye mioyo ya vijana wa Kitanzania. Na haya yote yanasababishwa na uvunjifu wa haki na uvunjifu wa utawala bora wa kisheria kwenye taifa. Ndugu wananchi, wote tunatambua kwamba chama chetu kimekuwa ni chama kilichojikita na kikajipambanua katika kupigania ajenda za wananchi. Tunakumbuka chama chetu kimeendesha operation mbalimbali za kutetea rasilimali za taifa na kuwatetea wananchi wenyewe. Kama nakumbuka kipindi cha DP World, chama kilianzisha operation maalum ya +255 iliyofanywa nchi nzima kwa lengo la kuwaambia Watanzania kwamba rasilimali zinatakiwa kulindwa na zinazitumike kwa manufaa ya Watanzania. Ninachoshangazwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Chama cha Mapinduzi ni kukifungia chama cha siasa, chama kikuu cha siasa Tanzania Chadema, kufanya shughuli za kisiasa na kumshikilia mwenyekiti wetu kwa kipindi cha mwaka mmoja. Leo ni tarehe 9 Aprili 2026. Tumetimiza mwaka mmoja tangu mwenyekiti wetu akamatwa. Tunachokitaka kwa serikali ni kuifuta kesi ya Mheshimiwa Lissu, kuifuta kesi ya Mheshimiwa Lissu bila masharti ya namna yoyote ile, na kumwachia mwenyekiti wetu arejee uraiani na kuendelea na shughuli za ujenzi wa chama. Na tutakapofanya hivyo, tutakuwa tumetoa fursa ya kuruhusu mazungumzo ambayo yatakwenda kuleta utulivu, amani na haki kwenye taifa letu. Wote tunatambua matukio ya Oktoba 29 bado yamekaa kwenye mioyo ya wananchi, bado yanasababisha manunguniko, chuki na visasi kati ya wananchi na serikali. Hili jambo tunaweza kulimaliza katika meza ya mazungumzo, ambayo mazungumzo yatakuwa na usawa. Hili tufanye mazungumzo ya haki kama alivyosema makamu mwenyekiti wetu Mheshimiwa Heche. Ni lazima viongozi wetu wa chama walioshikiliwa kwenye magereza kwa sababu ya kesi za kisiasa waweze kuachiliwa na warejea uraiani. Na moja kati ya ambaye kiongozi wetu mkubwa ambaye tunahitaji arejea uraiani kwa ajili ya kuhakikisha kwamba taifa linakuwa na utulivu ni Mheshimiwa Lissu. Tunahitaji Mheshimiwa Lissu aweze kurejea uraiani. Tunahitaji Mheshimiwa Lissu atuongoze kwenye haya maridhiano
maridhiano, ya kuleta utulivu kwenye taifa letu na tukalijenga taifa imara na taifa bora. Kama tunavyotambua, Mheshimiwa Heche amekuwa akizungumza mara nyingi namna ambavyo taifa hili lina utajiri mkubwa wa rasilimali ambazo zikitumika vyema linaweza likawasaidia wananchi wa Tanzania kuwatoa katika uchumi wa kipato cha chini kuwaleta kwenye kipato cha kati na kipato cha kati kwenda kwenye kipato cha juu. Ndugu wananchi, kwa kusema hayo machache, ninawashukuru sana Tanzania kwa kusikiliza. Nawashukuru sana ndugu waandishi wa habari. Stronger together, aluta continue. Unatazama Kyela Online TV, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.